Juma la kumbukumbu za mauaji hayo ya mwaka 94 dhidi ya Watutsi wa Rwanda zimekamilika hii leo kwa kuwakumbuka wanasiasa vinara waliopoteza maisha yao katika mauaji hayo. Ni kumbukumbu zilizofanyika mjini Kigali na kukamilisha siku 7 za maombolezo ya wiki nzima, lakini ndani ya muda wa siku 100 zaidi wananchi wa Rwanda wataendelea kuyakumbuka mauaji hayo yaliyodumu kwa siku 100 na kuua zaidi ya watu milioni 1. Umoja wa Mataifa umeshaitambua tarehe 7 kila mwaka mwezi wa 4 kama siku ya kimataifa ya kuyakumbuka mauaji hayo yaliyofanyika Rwanda miaka 32 iliyopita. Kwa muda wa siku nzima zimeendelea kutolewa shuhuda za manusura mauaji hayo ambazo zilionyesha simanzi na uchungu waliopitia wakati huo bila msaada wa kimataifa au mtu yeyote bila msaada wa kimataifa au mtu mwingine katika mauaji yaliyoandaliwa na serikali ya wakati huo yakitekelezwa na wanajeshi wa serikali pamoja na wanamgambo wa Kihutu maarufu kama Interahamwe waliokuwa wamepewa silaha zikiwemo zile za jadi kwa ajili ya kufanya mauaji hayo. Mmoja wa manusura hayo, Njironsanga Theoneste, akizungumza kwa shuhuda ndefu, akafanua maajabu yaliyompata hadi akanusurika mauaji hayo kama hatua ya kuonyesha ukali wa mauaji hayo. Turi kugenda ndamubaza kamanutse ko twiganye uranyica nakugize. Interahamwe walinikamata baada ya kuwa nimejificha katikati mwa idadi kubwa ya maiti waliouawa. Waliponikamata walimwambia mmoja wa watoto wadogo ambao nilikuwa nikisoma nao shule moja kabla ya mauaji kuanza, alikuwa na mkuki. Wakamwambia aniongoze hadi katika eneo la karibu ambapo kulikusanyika watu wengi kwa ajili ya kuuawa. Tulipofika pale, yule kijana ni kama alizubaa kidogo akiwatazama wa Interahamwe waliokuwa akiua watu. Mimi baada ya kuona amezubaa kidogo nilikimbia. Baadhi ya shuhuda pia kutoka kwa viongozi pamoja na manusura wengine kwa wiki nzima zimejikita juu ya namna gani mataifa ya kigeni hasa Ufaransa na Ubelgiji yalivyopandikiza mbegu ya ukabila na chuki hadi kusababisha Wanyarwanda kufanya mauaji wao kwa wao. Rwanda inayakumbuka mauaji haya wakati ikabiliwa na vikwazo kutoka Marekani kutokana na lawama kwamba jeshi lake limekuwa likitoa misaada kwa wapiganaji wa mashariki mwa DRC wa M23. Mapema katika mwanzo wa juma la kumbukumbu hizi, Rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye alizungumza kwa sauti iliyojaa hisia huku akigusia vikwazo hivyo, alisema no sanctions or insult from outside. Hakuna vikwazo au kejeli kutoka nje ambavyo vinaweza kuchafua heshima na hekima ya vikosi vya ulinzi na usalama wa Rwanda, ambavyo ni miongoni mwa vikosi bora kabisa ambavyo vinaweza kupatikana mahali popote duniani. Natazamia kuibua hoja hii ya vikwazo katika ngazi zaidi ya kimataifa ili kuweza kuelewa hasa kiini na mazingira ya uonevu huu. For such an injustice. Wanamgambo wa Kihutu wa Interahamwe waliofanya mauaji hayo walikimbilia mashariki mwa DRC na sasa wengi wao wanapatikana katika kundi maarufu kama FDLR ambalo siku zote linanuia kuondoa utawala mjini Kigali, suala ambalo serikali ya Rwanda inasema kama haliwezi kutokea. Ni kundi hili ambalo Rwanda inalaumu serikali ya Kinshasa kulisaidia kufanya mauaji ya Watutsi wa mashariki mwa DRC ambao serikali yao inawashutumu kutokea Rwanda. Hata hivyo DRC ilikanusha hilo, lakini Rwanda inasema badala yake kuwa na mgambo hao wanaendelea kuimarisha kundi hilo kwa msaada wa serikali mjini Kinshasa. Rais Kagame kwa upande mwingine alipuuzilia mbali juhudi za kundi hilo huku akionya kuwa kamwe hakuwezi kutokea mauaji mengine kama haya. Amesema kuwa mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa umekuwa ngome kubwa ya wapinzani wa serikali ya Kigali, huku akitoa mfano wa mikutano ambayo inaendelea mjini Kinshasa ambayo inamhusisha Jean-Luc Habyarimana ambaye ni mtoto wa rais wa zamani wa Rwanda Juvenal Habyarimana. Kagame akapuuza wapinzani hao na kusema misaada wanayopewa na Kinshasa ni kelele tupu, huku akiendelea kusema kuwa usalama wa Rwanda ni matokeo ya jeshi ambalo limejengwa kwa misingi ya kihistoria. The culture and character of today's... Utamaduni na mienendo ya jeshi letu hili la RDF ilijengwa kwa kuzingatia nyakati ngumu tulizopitia. Haya pia ni miongoni mwa miongozo ya majeshi yetu yanayofanya kazi katika michakato ya kuleta amani katika nchi za kigeni ambapo yamejipatia heshima ya kimataifa. Earning universal respect. Maadhimisho haya yalifanyika wakati eneo la Maziwa Makuu likabiliwa na vita hasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambavyo wachambuzi wanahisi kwamba kwa kiasi kikubwa vinasababishwa na itikadi ya ukabila isiyoisha. Silvanus Karemera, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, Kigali.